Bana, kuna mahusiano ambayo yanawezekana yakaenda kuvunjika kati ya wasanii pamoja na wananchi wao, hasa katika nyakati za migogoro ya kijamii, lakini pia katika nyakati za migogoro ya kisiasa. Bana, hapa naenda kukuchambulia kwa kina uwezekano wa albamu mpya ya kwake Harmonize kufanya vizuri au kutokufanya vizuri katika muktadha wa mgomo huu wa mashabiki ambao uliweza kuanza tarehe 6 Juni, nikiwa namaanisha kwamba ni siku ya jana, mwezi huu hapa wa 6 2025, ukichochewa na kampeni ya Mange Kimambi. Kupitia ukurasa wa Instagram, Mange Kimambi aliweza kuwaomba wananchi kwamba angalau wasiende kusikiliza nyimbo zao, wasiende kwenye show zao, wasinunue vitu vyao, wasiende hata kwenye migawa yao, ili tu waweze kuwashinikiza wasanii nao wapaze sauti katika jambo hili. Bana, kuna mengi ambayo wasanii wamekuwa wapaze sauti wamekuwa wakikaa kimya. Kwa hiyo Mange Kimambi amejaribu kuongea na wananchi kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuomba kwamba wasithubutu kufanya chochote kinachowahusu wasanii. Sasa pamoja na yote haya, kuna jambo jipya ambalo limekuwa likihusu swala zima la kwenda kufuatilia nyimbo zao katika platform ambazo wanauzia muziki yao, mfano YouTube, Boomplay, pamoja Audiomack, Spotify, etc. Sasa haya yote yametokana na kile ambacho wanasema no reform no election. Sasa katika kipindi hichi hapa kuna hali mbaya sana ambako kama Harmonize alikuwa anaenda kutegemea kuachia albamu yake, basi akienda kuiachia kuna athari kubwa sana ambayo inaweza ikajitokeza. Tunakumbuka vizuri kwamba kipindi ambacho COVID-19 ilivyokuwa inaingia nchini Tanzania, basi albamu ya kwake Harmonize aliweza kuiachia, na mwisho wa siku albamu ile haikuweza kufika mbali kwa sababu ya ile kipindi cha COVID. Sasa kama kipindi kile ilishindwa kufika mbali, basi hata kipindi hichi hapa inawezekana kabisa kwa mgomo huu ambao umeweza kuanzishwa kuanzia tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, unawezekana kwamba akienda kuachia albamu yake mwaka huu, basi kuna effect kubwa sana ambayo itaenda kujitokeza, hususan katika swala zima la mashabiki ambao wamejipanga kuto kushiriki katika swala lolote lile linalohusu wasanii wao. Kwa hiyo kuna hali ambayo si shwari, hali ya mgomo, na mgomo huu una nguvu kiasi gani? Tarehe 6 mwezi wa 6 Juni 2025 kumekuwa na wito unaozidi kushika kasi kwenye mitandao ya kijamii, hasa katika mtandao wa Instagram pamoja na TikTok na huko Facebook pamoja na Twitter, ukiwa unahamasisha kuto kuwasikiliza wasanii wa Tanzania, kutoenda kwenye show zao, kuto kufuatilia mitandao yao, lakini pia kama kuwa-unfollow, ukiweza pia una-unfollow. Sababu hii imekuja kwa sababu wasanii wamekuwa wapaze sauti katika nyakati ngumu za taifa. Watu wanaona kama vile wamenunuliwa au wanaogopa kupoteza maslahi yao, hivyo wanawakilisha watu ambao si sahihi. Kwa hiyo wasanii wametolewa kwenye kipengele kwamba ni wawakilishi wa wananchi tena kwa mara nyingine tena. Kwa sasa hivi wameona kama vile wasanii wamenunuliwa, wasanii wanasimama katika upande ambao wao hawapo. Kwa hiyo wanadili na maslahi yao. Kikubwa zaidi ambacho Mange alikuwa ameinsist ni kuwaumiza wasanii kwenye sehemu ambayo ni ya maslahi, sehemu ambayo wao wanajipatia kipato, sehemu ambayo wao ndipo ambapo wanaenda kuponea, na sisi hapa ndipo ambapo hatuendi kuponea. Kwa hiyo wamewainsist vikali sana. Sasa je, kama Harmonize ana nafasi ya kuweza kuuza albamu yake katika mazingira haya, itawezekana vipi? Ikiwa hatotoa kauli yoyote na ataendelea kukaa kimya, basi naweza ngasema kwamba mauzo yake yataathirika vibaya sana kwa asilimia kubwa. Yani ile grafu ya mauzo ya albamu yake ambayo anategemea kuiachia mwaka huu 2025 inawezekana kwamba isiende kufanya vizuri. Yaani uwezekano ni mkubwa kuliko kawaida, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho Harmonize alikuwa akijui, pia nguvu ya mashabiki wa Tanzania basi ni kubwa sana. Kenya ni kubwa sana ambao wanapushi kazi zake kiujumla, na wala sio mashabiki wa nje ya nchi ya Tanzania na Kenya. Bana, kabisa ukijua kwamba wananchi ambao wanasikiliza nyimbo za Tanzania sana ni wananchi wa Tanzania pamoja na Kenya. Uko Rwanda, Burundi ni wachache sana. Hata aina ukijaribu kwenda kuangalia hata Diamond Platnumz show yake ya juzi tu ambayo ameenda kuifanya, bana, utagundua kwamba wasanii wale wanasikiliza nyimbo za wasanii wetu kwa asilimia ndogo sana. Hawezi hata kwenda kutamka neno baada ya neno kupitia nyimbo moja moja. Kwa hiyo katika jambo hili mashabiki wengi wa mitandao na vijana wa mjini wameamua harakati ambayo ni harakati ngumu sana. Hii ni kampeni ya kususia na inawalenga moja kwa moja wasanii. Kwa hiyo
Harmonize hapa hivi ataonekana kama vile ajali taifa, hivyo hata watu wanaompenda kuanzia hapo awali wataamua kujiweka pembeni kwa hichi ambacho hatokwenda kukizungumzia. Athari nyingine ni majukwaa ya kusambaza muziki katika mtandao wa Boomplay, Apple Music, Spotify, etc. yataonyesha takwimu za chini kwa msanii huyu. Kwa mauzo yake anaweza akaenda kwa mauzo ya chini sana. Kwa hiyo kuna hali ambayo si nzuri kwa msanii huyu kama kwa mwaka huu 2025 akienda kuachia albamu hii. Hatopata mialiko mizito ya show kutoka katika wadhamini, yani kwa maana kama sponsors. Kwanza kabisa ukae ukijua kwamba hata kama atapata mialiko wasanii wa Tanzania, basi wananchi wa Tanzania wameplani kwamba hawatoenda kushiriki katika show zao, hawatoenda kushiriki katika mijadala mbalimbali inayohusiana na wao. Basi atapoteza support ya watu waliokuwa tayari kusaidiana naye kwa moyo kuanzia hapo siku ya awali. Ikiwa pia atatoa kauli ya kujitetea au kukana moja kwa moja, basi itampa manufaa. Hii inaweza kuzidisha hasira za watu. Ataonekana ni mjivuni au mroho wa pesa, yani kwa namna moja au nyingine anaweza akaonekana kwamba anatamaza huku na huku, na hapo watu kwa sasa hivi wanaweza wakamuona kama vile ni msanii ambaye hawezi kusimama katika upande mmoja, na ataonekana kwamba ni mtu ambaye anajali sana maslahi yake na sio maslahi ya watu wengine. Kauli ya kukana matatizo ya watu ni sawa na kupigilia msumari kwenye kidonda cha maskini. Bwana, ni moja kati ya kitu kigumu sana. Ikiwa atatoa kauli ya uelewa, yani akaomba msamaha na mshikamano, hii inaweza kubadilisha upepo, na hata kama si kwa 100%, basi kwa asilimia ambazo zitakuwa A mpaka B, yani kwa maana kwamba 75 mpaka angalau hata 80 kuelekea 100. Watu wataona angalau anajali, anajifunza na anahitaji kuwa sehemu ya jamii, na hawataweza kumwacha. Kwa hiyo niseme tu ni moja kati ya kitu ambacho ni kigumu sana kwa kipindi hichi ambacho anategemea kwenda kuachia albamu yake. Unajaribu kwenda kuangalia nyimbo ambazo Mario ameachia, Abigail Chams ameachia nyimbo katika siku ya jana. Yani kwanza kabisa ni nyimbo ambazo mashabiki wengi hawajaenda kuibuka kwenda kuzifuatilia. Nikupe tu siri moja, yani kuna mauzo ya chini sana. Kampeni hii imeweza kuathiri sana wasanii kiujumla. Sasa wapo mashabiki wa katikati ambao hawapendi fujo, lakini pia hawapendi ukimya. Hawa ndio wanaweza kurejea kwa haraka sana, lakini pia watu wataona kwamba angalau Harmonize anawajali. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Harmonize inabidi ajifunze kwa kipindi hichi hapa. Anabidi atengeneze muktadha mzuri kwa ajili ya mashabiki zake. Je, mauzo yake yanaweza kuelekea wapi? Tukipima kwa hali ya sasa, hali ya kimya kabisa ni 15% mpaka 25% ya matarajio kwamba mauzo yake yanaweza kuweza kwenda kuuzika hivyo. Lakini pia kwa mgomo, kwa maelezo ya mgomo, utamtafuna kimya hasa katika mauzo ya online. Kwa hiyo nyimbo zake hazitoweza kwenda kuuza kabisa. Lakini pia hali ya kujitetea vibaya inaweza ikamfanya Harmonize mauzo yake yakawa yanawezekana kwamba ni 10% mpaka 20%. Lakini pia kama akikaa kimya kabisa kwa kipindi hichi, basi anaweza akapata matarajio ya 15% mpaka 25% ya mauzo yake, na mgomo huu utakuwa unamuumiza sana. Lakini pia akajitetea katika hali ya ubaya, yani akajitetea katika hali ambayo si nzuri, akaongea maneno ambayo si mazuri, pia bado tena kumtafuna kwa 10% mpaka 20%, na ataonekana kama vile mchochezi au mropokaji katika hali hii. Lakini sasa kama akitafuta msamaha na mshikamano katika kipindi hichi hapa, ni kipindi ambacho asilimia kubwa ya watu wako macho yao mengi hapo katika siasa. Kwa hiyo anaweza akapata mauzo ya 40% mpaka 60%. Hizo ni takwimu ambazo najaribu kukuambia, na inaweza pia kurudisha sehemu ya soko lake ambalo amekuwa akilipambania sana. Lakini pia kwa sasa hivi kama akiamua kushirikiana na wanaharakati na kuonyesha dhamira ya kweli, mfano Nay wa Mitego, tumemwona nyimbo yake ilipokuwa imeshambuliwa ndani ya masaa 9 iliweza kufikisha views 100,000 ndani ya masaa 9. Watu wameenda kusikiliza kwa kina. Kwa hiyo itaenda kusikilizwa kwa kina na watu wengi watafuatilia albamu yake. Kwa hiyo ni muda ambao akaenda kushirikiana na wanaharakati pamoja na kuonyesha dhamira ya kweli, basi anaweza kupata mauzo yanaweza kuwa 70% mpaka 85%, na anaweza kuwa ni kielelezo cha wasanii waliobadilika kwa muda ambao ni mzuri sana. Kwa hiyo Mange Kimambi, umuhimu wake katika equation hii, Mange ni influencer mwenye followers wengi, lakini pia watu wanamsikiliza kwa kina na wanafuata kile ambacho anakisema. Miongoni mwa wanawake wa mijini na mashabiki ambao wengi wamekuwa wakimsikiliza, basi kauli zake huhamasisha hisia za harakati. Lakini pia na kampeni ya boycott wasanii imeungwa mkono na watu wengi sana, sababu imekuwa na wakati ambapo hasira ipo juu. Hii ina maana kwamba
kama Harmonize atachukua hatua ya kiutu na kiakili, Mange ataendelea kushikilia morali ya mashabiki dhidi yake. Lakini pia kama Harmonize ataonyesha mabadiliko ya kweli, hata Mange huenda akapunguza shinikizo na akamsifia na amekuwa upande wa wananchi. Kwa hiyo ushauri kwa Harmonize, ili apate nafasi ya kuuza vizuri albamu yake kwa kipindi hichi hapa, naweza ngasema kwamba atoe kauli ya wazi, si ya kisiasa, lakini yenye kuguza mioyo ya wananchi. Lakini pia akijitokeza kwenye sehemu ya wasanii, awe ni mmoja kati ya wasanii ambao wanawajali wananchi katika kipindi hichi. Lakini pia aingize ujumbe wa matumaini na changamoto za amani kwenye album. Bana, albamu hii sijui itakuwa kwa sababu albamu asilimia kubwa ya nyimbo ambazo nimewahi kuziposti na kuzisikiliza, nimezisikiliza nyimbo za Kiingereza. Kwa hiyo hata wabongo ambao watasupport watakuwa ni wachache sana, kwa sababu lugha kwanza inawapiga chenga, jambo la kwanza. Jambo la pili, ipo katika kipindi ambacho ni kibaya, na atakuwa ni mfano kati ya wasanii ambao wakiamua kushirikiana na wananchi wao, basi watasaidia familia nyingi sana ambazo zinapitia changamoto kwa sasa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba je, albamu yake itapata mauzo mazuri au mabaya? Kwa hali ya sasa ya mgomo ukiendelea bila kauli, albamu mpya ya Harmonize haitapata mauzo mazuri na itashuka mauzo zaidi ya 60 mpaka 80, na ikilinganishwa na matarajio yake kwa uandaji ambao amekuwa akiufanya kwa muda mwingi. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba ni mtu ambaye ataenda kupata hasara kwa kipindi hichi. Lakini ikiwa kama atachukua hatua za busara na za kibinadamu, anaweza pia kupunguza athari ya mgomo na kurejea sehemu ya mashabiki, hasa wale wa miji na mitandao mbalimbali. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.